اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح بي من نعمة أو عافية في دين أو دنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Usiku huu, usiku wa 21 ya mwezi wa Ramadhani, ni msiku wa huzuni, usiku wa msiba kwa umma wa Kiislamu. Ni usiku ambao ni kwamba ni usiku ambayo Qur'ani inapanda na ni usiku ambayo Qur'ani inashuka. Ni usiku ambayo Qur'ani ambayo ni imam, Qur'ani ya matendo inarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni siku ambayo Qur'ani inashuka, ambayo ni Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sijui tuseme tuna furaha ya kushuka Qur'ani au tuseme tuna huzuni ya kupanda na kurudi kwa Qur'ani ambaye ni Qur'an an-natiq, Qur'ani yenye kuzungumza, Qur'ani ya kutenda. Ni huzuni kwa waumini wote, kwa ahlul bait, kwa watu wa al-Kufa. Ni huzuni kwa wasiokuwa pia wafuasi wa ahlul bait, ikiwa wanamkubali imamu kama khalifa wao wa 4. Kuna kitu ambacho nimechagua tuzungumzie leo, ambacho tunakijua sana na tunakitekeleza kila siku, lakini ili tuweze kukichambua na kuweza kufaidika nacho zaidi, ili tuweze kufahamu tunapotekeleza jambo hili ama tunakifanya kitu hiki, tuwe tunafanya kwa maarifa zaidi na ufahamu zaidi. Kitu hiki ni salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikiwa tutajua kweli salawati ni nini, tutajua kwamba tuna hazina kubwa ambayo tuko nayo yenyewe. Hata kwa wasio kuwa wafuasi wa Ahlul Bait, ni hoja tosha ya kuonyesha utukufu na daraja kubwa walio nayo Ahlul Bait salawatullahi wasalamu alayhim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwani ni daraja mojawapo ya daraja zao ambazo wamepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Daraja hii imewafanya ikawa wengine kwa kuwachukia pia wakawa wamefanya mambo kadhaa kuhusiana na salawati yenyewe pia vile vile. Ala kuli hal, kitu cha kwanza ambacho tuweza kuzungumza katika maudhu haya
ni kwamba tujue utukufu wa salawati. Kabla ya kuzungumza na kujua maana ya salawati na vipi tunafaa kumswalia mtume, inabidi kwanza tujue maana ya au fadhila zile zilizoko katika kuisoma salawati. Na kuna hadithi chungu nzima ambazo zinazungumzia kuhusu jambo hili, lakini tutazungumzia tu baadhi kama tabarruk, ili tuweze kufikia kile tunachotaka na kufahamu zaidi mengineo yanayohusiana na salawati. Tukianza kuzungumza, Ramadhani hii ina utukufu wa salawati. Imam Ali alayhi salam katika kuzungumzia au kutaja fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhan anasema ya kwamba man akthara fihi min as-salawat alayya, ya samahani, itakuwa ni mtume, kutoka kwa mtume, man akthara fihi min as-salawati alayya thaqala Allahu mizana yawma takhiffu fihi al-mawazin, ya kwamba mwenye kunisomea katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani sana, kuniswalia mimi mtume, Mwenyezi Mungu atajalia mizani yake kuwa nzito zaidi siku ya Kiyama, ambapo mizani za watu zitakuwa ni hafifu, lakini kwa kumswalia mtume utakuwa umeifanya mizani yako kuwa nzito, na mwishowe maana yake ni kwamba utakuwa wastahiki kuingia peponi kutokana na thawabu ulizonazo nyingi. Imam Bakir alayhi salam pia vile vile anazungumza, anasema ya kwamba athqalu ma yudha'u fil mizan yawm al-qiyamah as-salatu ala Muhammadin wa ahli baitihi wa ala ahli baitihi, yani kitu ambacho siku ya Kiyama kitakuwa kizito kuliko vitu vyote kitakachowekwa kwenye mizani siku ya Kiyama itakuwa ni salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Sadiq alayhi salam naye pia anasema vipi? Anasema ya kwamba kuna mtu, samahani, alimwambia Imam Sadiq, anasema katika masahaba, qultu lis-Sadiq inni dakhaltu albayta, yani niliingia ndani ya nyumba yangu, falam yahdhuruni shay'in, labda itakuwa ni nyumba ya Imam Abu, almuhim aliingia kwenye nyumba, falam yahdhuruni shay'un min ad-du'a, na nilipotaka kusoma dua haikunijia kwenye fikra yangu kitu zaidi ya salawat ala nabii. Faqala, Imam akamjibu akamwambia, lam yakhruj ahadun bi afdalu mimma kharajta minhu, yani ya kwamba hakuna chochote ambacho mtu ametoka nacho zaidi ya kile ulichotoka nacho, yani kumsalia mtume. Hicho kitu ulichopata kwenye fikra yako kumsalia mtume ndicho bora kabisa katika dua zote utakazosoma. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pia vile vile, bali dua zozote zile kama anavyosema pia vile vile Imam, kullu du'ain mahjubun anis sama hatta yusalla ala Muhammadin wa ali, yani kwamba kila dua utakayoisoma itakuwa imezuiwa, ina kizuizi, ina hijabu, haiwezi kupanda juu kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka au hadi utakapoisoma salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yani maana yake ni kwamba kuna hijabu, kuna vizuizi, kuna pazia zilizoko za kupaa mbinguni, ambazo hizi pazia au vizuizi au hijabu kwa lugha nyingine haziwezi kufunguka ila kwa funguo zake. Funguo za kufungua hijabu hizi au kuziondoa hijabu hizi ni kumswalia mtume. Kwa hivyo dua yoyote utakayosoma bila kumswalia mtume inakuwa ni bure, haina faida, haitapata athari. Lakini unapomswalia mtume mwanzo hususan na mwisho wa dua yako itakuwa ni yenye kupanda. Na Mwenyezi Mungu ametoa dhamana ya kwamba swala ya mtume, kumswalia mtume, ni kwamba hawezi kukosa kuikubali, bali hata kuna
dua nini, hadithi nyinginezo zinazozungumziwa au zinazosema ya kwamba vitu vingine vyaweza kukosa kukubaliwa, lakini salawat haikosi kukubaliwa. Hata kama mtu anafanya nifaki pia inakuwa inakubaliwa ile. Hata kama mtu anafanya riya ya kuonyesha kwamba anamswalia mtume, bado inakuwa inathari. Lakini dua nyinginezo ukiweka riya au ukifanya unafiki haiwezi kuwa na athari, lakini salawat ina athari yake, na ndio inafungua milango ya kuingia juu na kupanda dua yako. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ya kwamba Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, man salla alayya marratan lam yabqa min dhunubihi dharratun. Allahumma salli ala Muhammad wa ali, mwenye kuniswalia mimi hata baki na chembe ya dhambi, yani dhambi zote zitasafika. Yani ni mojawapo ya kufanya kutoa kafara ya madhambi yako, kama pia vile nyingine zinasema kutoka kwa Imam Ridha, anasema ya kwamba man lam yakdir ala ma yukaffir bihi dhunuba, mtu akikosa kitu ambacho aweza kufanya takfir au kusafisha madhambi yake aliyonayo, basi fal yukthir min as-salawati ala Muhammadin wa alihi fa innaha ma salli ala Muhammad wa fa innaha tahdimu dhunuba hadman, kwani salawat huwa inazibomoa au inabomoa madhambi, kubomoa kweli. Yani kama mlima wa madhambi uko nao utasafishwa na kuondolewa kwa salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bali salawat kwa maimamu, kwa mitume, samahani, ndio mojawapo ya vitu ambavyo vimewafanya kufikia walikofikia, daraja walizonazo. Yani kando na kusamehewa madhambi, ni kwamba mtu anapandishwa daraja, kuna kusafishwa. Kwa sababu kama vile nilivyosema katika kikao kingine huko nyuma, ni kwamba kuna mambo matatu. Kuna mambo ambayo inabidi ili mtu aweze kufikia ukamilifu, inabidi kufuata hizi taratibu, na ukiwa hutatumia au kufuata hizi taratibu, utakuwa bado una kasoro fulani ambayo iko ndani yako. Tulisema ya kwamba kuna kitu cha kwanza ambacho mtu anapotaka kujitakasa anahitajia kufanya nini? Tahliya. Tahliya ni kama vile tulifanya mfano tukasema ya kwamba ikiwa kuna chuma ambayo imepatwa na kutu, ili kuweza kuisafisha na iweze kung'aa, inabidi kwanza kuziondoa kutu zile. Nafsi pia vile vile, ili kuweza kuipandisha daraja na kuipamba kwa daraja, inabidi kwanza uyaondoe madhambi, uziondoe zile kutu, na kitendo cha kutoa ni tahliya. Tahliya sasa mojawapo ya kitu ambacho tunaona kinasaidia katika kufanya tahliya au kutakasa na kuondoa madhambi na machafu ni nini? Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pili, tulisema ya kwamba kuna kitu kingine baada ya tahliya, tunahitaji tahliya. Tahliya ni kama vile baada ya kutoa kutu ukazidi kusafisha ile chuma na ikawa imezidi kung'aa na kuwa safi. Na nafsi vile vile, baada ya kuwa umeitoa machafu, unahitaji sasa kuipamba kwa mazuri, kwa tabia njema, kwa ukweli, kwa unyenyekevu, kwa uchamungu. Hii ndio daraja ya pili. Ikiwa utaingia kwenye daraja ya pili, kuipamba kwa sifa kabla ya kusafisha, basi kuanguka itakuwa rahisi. Alafu kisha daraja ya juu kabisa ni daraja ya tajliya. Tajliya ni kuipiga msasa zaidi chuma unapotaka ing'ae na kuwa inatoa hata reflection ya mwangaza na nuru, inabidi kufanya nini? Kuipiga msasa zaidi. Sasa daraja hii ndio inaitwa tajliya. Ndio kitendo cha tajliya, ni kujipamba zaidi, kujisafisha zaidi. Na
nafsi pia vile vile inahitaji daraja hii. Ili kufikia daraja hii unahitaji salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yani hata pamoja na kuwa kila marhala hii ya takhliya wa tahliya na tajliya, hata kama kuna mambo mahsusi katika kila marhala ya kujitakasa na kufikia daraja za juu, lakini kila daraja inahitaji salawat, na salawat itakuondolea na itakupambia na itakuwekea kufikisha kwenye daraja ya juu. Tunamuona mtume wa Mwenyezi Mungu Nabii Ibrahim anasema, Imam Askari alayhi salam, innama ittakhadha Allahu Ibrahima khalilan likathrati salatihi ala Muhammadin wa ahli baitihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya kwamba Mwenyezi Mungu alimfanya Nabii Ibrahim kuwa khalil, yani rafiki wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mtu katika mitume wana sifa. Nabiullah Musa alikuwa kalimullah, Nabii Isa anaitwa ruhullah, Nabii Ibrahim anaitwa khalilullah, rafiki wa Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaitwa habibullah. Allahumma salli ala Muhammad. Na kila mmoja alifikia daraja hii kwa mambo fulani aliyokuwa akiyafanya. Khalilullah, rafiki wa Mwenyezi Mungu, alifikia daraja hii kwa kumsalia mtume sana, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kuna mtu, hiki ni kisa cha kando, huko katika nchi ya Iran, yeye Mwenyezi Mungu kampatia karama yake kwamba kwenye mdomo wake alikuwa akitoa harufu nzuri sana, harufu ya tuseme ni marashi au tuyaite vipi, lakini harufu nzuri sana ilikuwa ikitoka mdomoni mwake. Sasa watu walikuwa kifurahia. Sasa mmoja alimuuliza, ulifikiaje daraja hii ya kwamba mdomo wako unatokwa na harufu nzuri kama hii? Akaelezea kwamba mimi nilikuwa nimezoea kumswalia mtume sana, yani mdomo wako ulikuwa umeloa kama vile mnaona sponge inavyokuwa na maji, imeloa kwa maji mpaka inakaa ikiningilia. Mdomo wake ulikuwa umejaa kwa salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kiasi kwamba mtume alimtokezea, yani kwa kupendezwa naye na kufurahishwa, kaja kambusu mdomo wake, na toka wakati ule mdomo wake ukawa umebaki na harufu tu nzuri ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawati ni kitu kikubwa. Haya nyingine inasema siku ya Ijumaa, man salla alayya yawma aljum'ah 100 marra qada Allahu lahu 60 haja. Mwenye kuniswalia siku ya Ijumaa mara 100 tu, basi Mwenyezi Mungu anamkidhia haja zake 60. Minha 60, minha lidunya 30. Katika hizi haja 60, 30 ni haja za kidunia, na haja wa 30 lil haja lil akhirah, na 30 zingine katika hizo ni haja za akhira. Bali kando ya hapo, mtu anapokuwa na haja yoyote, mswalie mtume, haja zako zitatimia. Kuna njia tofauti tofauti za kusoma salawat. Tumeona mara 100 iko. Kuna idadi tofauti, na kuna pia njia tofauti tofauti za kusoma salawat. Salawat kwa idadi mahsusi, mwenye kutaka kwenda hija anaenda hija. Mimi kuna mtu ambaye namjua kasoma salawat kwa idadi maalum, na Mwenyezi Mungu katika mwaka huo kampatia hija. Yani alifika mahali watu walikuwa wakizungumza, shekhe alikuwa anaelezea, akasema ya kwamba kuna mtu akisoma hivi atafanikiwa mwaka huo ataenda hija. Akasema basi ngoja nijaribu. Akafanya hivyo na mwaka huo akaenda hija. Huyo ndio anayejua. Inshallah katika vikao hasa.
Sasa pia vile vile ukisoma mara 1200 haja yako ulionayo inakidhiwa. Haja yako yote uliyokuwa nayo ukawapatia hadia Ahlul Bait mara 1200. Na kuna chungu nzima tu salawati. Wewe sema tu ya kwamba nitasoma salawati idadi hiyo yote unayotaka, Mwenyezi Mungu atakufanikisha katika haja zako. Mwenye kusahau, unaposahau soma salawati na utakumbuka kile ulichokuwa umesahau. Na kuna hadithi ambayo kwa bahati mbaya sikuja nayo, inasema ya kwamba kwenye moyo huwa kuna kitu kama kizuizi au pazia huwa kinafinika moyo. Unapokosa kusoma salawati, yani kifiniko kile au kizuizi kile au hijabu ile inapatikana, inazuia unakosa kukumbuka kile kitu. Lakini unapomswalia mtume kile kizuizi hutoka na huweza kukumbuka na kitu kile unachotaka kukumbuka ukakikumbuka. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema ya kwamba man salla alayya marratan sallallahu alayhi 10. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Mwenye kuniswalia mara moja Mwenyezi Mungu humswalia mara 10, yani kwa malipo yako. Tutakuja kujua vipi Mwenyezi Mungu maana ya kuswalia mtu ni vipi. Tutakuja katika kuzungumza maana ya salawat. Wa man salla alayya 10, na mwenye kuniswalia mimi mtume wa Mwenyezi Mungu mara 10, sallallahu alayhi 100 marra, Mwenyezi Mungu atamlipa, atamswalia mara 100. Yani maana yake ni kwamba kila moja ina 10. Wa man salla alayya 100 marra, na mwenye kuniswalia mara 100, salla alayhi 1000 marra, na mwenye kuniswalia mara 100 na nami nitamswalia, yani Mwenyezi Mungu naye atamswalia mara 1000. Na mwenye kuniswalia mara 1000 mimi nitamswalia mara 100, Mwenyezi Mungu atamswalia mara 1000. Wa man salla alayya 1000 marra, na mwenye kuniswalia mara 1000, ukasoma mara 1000, la yu'adhibuhu Allahu fi an-nari abadan. Mwenye kuniswalia mara 1000 Mwenyezi Mungu hawezi kumwadhibu kamwe. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Hayo tu ni baadhi, au hizo ni baadhi tu ya fadhila ambazo zimetajwa kuhusu salawati, bali kuna fadhila chungu nzima. Inafaa mtu kila siku anamsomea mtume, anamswalia mtume angalau mara 1 au mara 3 au mara 100. Si kitu kikubwa. Kabla ya kulala unamswalia, kiamka unamswalia, kila unapomkumbuka unamswalia. Hakuna dhikri kubwa, hakuna uradi bora. Wengine wanatafuta, wanaenda kuwafuata watu, wanasema nataka tusome ilmu sijui falaki, sijui afanye nini ndio aweze kubadilisha sijui nini zikuwe dhahabu, mawe ya kuwe dhahabu nini, mambo kama haya. Sisi tuna kitu kikubwa zaidi. Ukimswalia mtume una kila kitu, una yote unayotaka, haja zako zinatimia. Mswalie mtume kwa haja zako. Ama maana ya salawat ni nini? Salawat, mwanzo neno tu salawat, kwa sababu kuna tamko tunasema Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Neno as-salat lina maana gani? Kuna kawaida wasomi wanapoangalia kitu huwa wanaangalia kwa pande mbili. Kwanza wanaangalia kilugha, na kisha baada yake wanaangalia kwa istilahi, yani matumizi. Sasa kilugha ni kwamba neno asili ya neno salati ni nini? Kabla ya Uislamu neno salati lilikuwa likitumiwa kwa maana ya dua, na ndio utakuta hata kwa sasa hivi kuna wengine bado wanatumia, kama vile Wakristo wanaposema ya kwamba ninamswalia Mwenyezi Mungu, yani maana yake ninasoma dua. Na watu wa nyuma pia walikuwa wakisema kumswalia kwa maana ya dua. Ama asili ya neno hili tunapoangalia kilugha tunakuta kwamba asili yake ni asila. Sasa swila yani ni kuunganika kwa kitu. Sasa tukiangalia tunakuta ya kwamba tunaunganika na kitu fulani, yani tunapomswalia mtume
Kwa lugha nyingine, tunakuwa tunataka kutengeza swila baina yetu na mtume. Na tunapomswalia Mwenyezi Mungu, swala yetu ya kawaida, hii swala inakuwa ni swila ya kujiunganisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani kujiunganisha kwa Mwenyezi Mungu au swila kwa Mwenyezi Mungu, maana yake ni taqarrub ila Allah. Na ndio tunaambiwa katika hadithi, as-salatu qurbanu kulli taqi, yani swala ni kurubisho, ni kitu cha kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kitu cha kulete kujiunganisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani kwa kujiunganisha na Mwenyezi Mungu ni kwamba unatoka katika hali zako zile za kimada, unajitakasa mpaka unafikia daraja zile za kuweza kuwa kama Mwenyezi Mungu, kama vile tunaambiwa tahallaku bi akhlaqillah, yani jiweke, jipambe kwa tabia na akhlaki za Mwenyezi Mungu au sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunapokuwa tunamsifu au tunamswalia mtume, tunajaribu kutengeza swila baina yetu au uhusiano baina yetu na mtume, kama vile tutakavyokuja pia kuzungumza zaidi huko mbele insha Allah Ta'ala. Ama kwa upande hiyo ni kilugha, na pia hayo maana ya kilugha yana athari au yana uhusiano na maana pia ya kiistilahi, ya kimatumizi. Matumizi, nikirudi kwa maana ya istilah ni terminology, yani matumizi katika nyanja fulani ya elimu wanatumia neno hilo, lakini kwa maana mahsusi. Yani kwa lugha waweza kuta ina maana hii, lakini katika elimu fulani neno hili linatumika kwa maana nyingine. Sasa tunaangalia katika sheria, kuna maneno yalikuwa kitumika kwenye lugha kwa maana, lakini katika Uislamu ulipokuja ukachukua majina yale au maneno yale yakabadilishwa yakawa yanatumika kwa maana nyingine. Kama vile zaka ilikuwa ina maana ya kutakasa, lakini ikatumika kwenye Uislamu kwa maana ya kutoa mali na kuitakasa mali kwa njia nyingine. Neno hija lilikuwa linatumika kwenda na kukusudia sehemu fulani, lakini Uislamu ulipokuja ikawa neno hija linatumika mahsusi kwenye vitendo fulani huko Maka. Swala nayo pia ilikuwa ikitumika kwa maana ya dua, lakini Uislamu ulipokuja ukawa unalitumia katika sheria kwa maana yake. Sasa kimatumizi, swala ina maana gani kisheria? Sheria ni kwamba jina hili swala lina maana tatu. Mwanza kabisa ni swala hii ambayo tunaswali, yani rukuu, sajida, hii inaitwa swala. Matendo haya yote yanapokusanyika pamoja yanaitwa swala. Hiyo ni maana moja. Maana ya pili ni swala hii ambayo tunamswalia mtume, as-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na maana ya tatu ni mtume, katika aya vile inavyosema, mtume anapowaswalia, anawaombea watu, dua yake mahsus inaitwa salawat. Kama vile aya inasema ya kwamba khudh min amwalihim sadaqatan, chukua kutokana na watu hawa au kutoka kwao sadaka, yani zaka. Hizo na khums na nini, hizo sadaka zinaitwa sadaka, hususan zaka. Tutahhiruhum biha, uwatakase na kuwasafisha kwa kuchukua mali hii, yani zakati, yani ni kutakasa, kusafisha. Wasalli alaihim, na uwaswalie. Inna salataka sakanun lahum, hakika sala yako ni tulizo kwao. Sasa hiyo ni sala mahsusu, mtume anawaswalia wenye kutoa zaka. Baada ya kuchukua zaka kutoka kwao anawaswalia. Hii nayo ni maana nyingine ya swala. Kwa hivyo swala ziko aina tatu. Kuna swala ya kuswali, kupiga takbira na nini, na kuna swala ya kumswalia mtume, na kuna swala ya mtume kwa wenye kutoa zaka. Hiyo ni maana ya swala. Sasa sisi mazungumzo yetu ni swala hii, maana ya pili ya kumswalia mtume, ambayo aya inakuja inazungumzia kuhusu swala hii. Nayo ni aya hii inasema ya kwamba inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Sasa hapa hii aya tuifungue kidogo, tuifafanue, tuelewe. Mtume, kuna mambo matatu hapa. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, wa malaikatahu, na malaika wake, yusalluna ala nabi, wanamswalia mtume. Hiyo ni moja, yani kuna swala ya Mwenyezi Mungu na mtume na malaika. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, yani Waislamu, sallu alayhi, msalieni, wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sasa hapa kuna watu aina tatu, au kuna salawat aina tatu: swala ya Mwenyezi Mungu, swala ya malaika na swala ya waumini. Sasa zote zina maana moja. Tunaposema Mwenyezi Mungu anamswalia mtume, ndio hiyo maana pia vile vile ambayo tunaipata kwa kumswalia, yani malaika wanapomswalia mtume na binadamu au wengine waumini wanaposwalia mtume, maana ni hiyo moja ama kuna tofauti? Bila maelezo mengi ya wafasiri wamesema sijui nini, tunaingia kwa kauli tu moja ya imamu atuelezee maana ya hii. Mmoja katika masahaba wake, Imam Sadiq alayhi salam, alimuuliza an qawli llahi azza wa jalla inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, na kuendelea mpaka mwisho. Alimuuliza kuhusu aya hii. Faqala, imamu akasema maana yake nini? Akasema ya kwamba as-salatu minallahi azza wa jalla rahma, swala ya Mwenyezi Mungu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni rahma. Yani maana yake Mwenyezi Mungu anapomswalia mtume, yani Mwenyezi Mungu anamteremshia rehema yake. Hiyo ndio maana ya Mwenyezi Mungu kumswalia mtume. Ama malaika, wa minal malaika tazkia, na kutoka kwa malaika wao wanamtakasa mtume, wanamtakia utakaso. Wanasu dua, na kwa binadamu au Waislamu waumini kwao ni dua, yani wanamuomba Mwenyezi Mungu amteremshie mtume wake rehma. Kwa hivyo wanaposema tunamswalia mtume, yani kwamba tunaomba rehma ya Mwenyezi Mungu imshukie. Na Mwenyezi Mungu tunaposema anamswalia, maana yake ni kwamba anamteremshia rehma. Ama aya inaendelea katika kufasiri hii hadithi, inaelezea wasallimu taslima, naye maana yake nini? Wa amma qawluhu azza wa jalla wasallimu taslima, maana yake nini? Maana yake fa innahu yani at-taslimu lahu, yani maana yake ni kwamba ni kusalim amri, kumkubali au kunyenyekea na kukubali nini? Kusalim amri ya mtume, fima warada anhu, katika mambo yale aliyokuja nayo, katika maana hakum anhu fantahu wa Mwenyezi Mungu, yale ambayo mtume, aya hiyo inasema ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahaku anhu fantahu, yani kile ambacho mtume amewajieni nacho basi kichukueni. Yani sallimu taslima, msallim amri, chochote kile alichokuja nacho, na kile alichowakataza basi mkiache. Hiyo ndio maana ya hii aya kwa mukhtasari, bila kuwa na maelezo mengi ya wafasiri na nini. Sasa swali lingine linakuja, sisi tunaposwalia mtume, yani kwamba anahitajia hii salawat, ananufaika na salawati hii au la? Nani ananufaika? Ni mtume? Ni sisi? Ni nani? Sasa hapa kuna mazungumzo, kuna kauli mbili. Kuna wanaosema ya kwamba mtume hana haja sallallahu alaihi wa alihi, hana haja hata kidogo ya hii salawati, kwani yeye kakamilika, kafikia qaba kausaini au adna. Tena mnataka nini? Kuna kitu kitampandisha zaidi? Yani baada ya qaba kausaini tena kuna daraja nyingine ya kumfikia Mwenyezi Mungu, ndio kwamba kwa kumswalia atakuwa naongezea, anasonga mbele. Yeye kafika mwisho, kafikia ukamilifu, hana haja tena. Na tuangalie sasa, wanatoa dalili. Miongoni mwa dalili wanazotoa, wanasema ya kwamba hii hadithi ambayo tumesoma, man salla alayya wahida sallallahu alayhi ashra, mwenye kunisomea moja Mwenyezi Mungu anamswalia 10. Yani faida inarudi kwetu, sio kwa mtume. Mtume hana haja. Hiyo ndio kauli nyingine.
Na bali wanaongezea pia na hadithi nyingine, wanasema ya kwamba kuna mtu anaitwa Safwan ibn Yahya, anasema ya kwamba kuntu inda Ridha alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, nilikuwa nimemtembelea Imam wa 8, Imam Ridha alayhi salam, fa atasa, Imam akapiga chafya. Sasa utamwambia nini Imam? Sisi kawaida huwa tunasema yarhamukallah au rahimakallah. Hai, utamwambia faqultu lahu ju'iltu fidaka, nikamwambia Mwenyezi Mungu anijalie kuwa fidia yako. Idha asata yeye kamwambia, samahani kuna mahali nimekosa kunukuu, lakini aliponini akamwambia assalamu alayka au alayka assalam, kitu kama hicho. Alafu kisha akasema faqultu lahu ju'iltu fidaka, kamwambia Mwenyezi Mungu anijalie kuwa fidia yako. Idha atasa mithluka naqulu lahu kama yaqulu ba'duna li ba'd yarhamukallah, akamwambia je, wewe mtu kama wewe, yani imamu kama wewe, mfano wako akipiga chafya tumwambie vile huwa tunaambiana sisi wenyewe ya kwamba yarhamukallah? Akasema au kama nakulu yarhamukallah, au kama nakulu, tukuambie hivyo hivyo ama kama vile tunajia nafikiri vile nasema ya kwamba alayhi salam, kitu kama hicho. Qala na'am, imamu akamwambia ni sawa, hakuna taabu, mimi pia unaweza kuniambia yarhamukallah. Alaysa naqulu sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hapa sasa ndio mahali ambapo tunataka kutoa ushahidi ya kwamba hawana haja ya kuswaliwa. Ni kwamba qala na'am alaysa naqulu sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad, je si tunamswalia mtume tunamwambia hivyo vile nimesema? Bala, nikasema ndio. Qala warham Muhammad, na pia wasi tunasema Mwenyezi Mungu mrehemu Muhammad wa ali Muhammad, si tunasema hivyo pia? Kasema ndio. Qala bala waqad sallallahu alayhi wa rahimahu, na Mwenyezi Mungu pia shamswalia na kamrehemu. Hiyo ndio basi hapa ndio mwisho. Wa inna ma salawatuna alayhi rahmatun lana, ya kwamba mtume, imam anasema kwamba kumswalia mtume hiyo ni rehma inarudi kwetu, wa qurba, na kujikurubisha. Yani mtume hana haja, rahma ni kwetu na kujikurubisha ni kwetu, mtume hana haja. Sasa hiyo ndio kauli ya kwanza. Hapa tusikie kauli ya pili, nao dalili yao tuone, labda dalili yao itakuwa na nguvu zaidi kuliko ya hawa watu wa pili. Kauli ya pili wanasema ya kwamba mtume ananufaika, na ni kwamba mfano ambao tunaweza kutoa hata kama labda hawako kusema, lakini ndio tuweze kufahamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia kwamba mtume wake, qul rabbi zidni ilman, ewe Allah, sema ya kwamba mtume anaambiwa, anaamrishwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu nizidishie ilmu kila wakati, nizidishie ilmu. Sasa ikiwa mtume atakuwa amefika mahali tena tuseme ya kwamba tena hana haja ya ilmu, maana yake ameshakamilika, na Mwenyezi Mungu atakuwa tena hana haja ya kumpatia, lakini mtume anaamrishwa kwamba aombe ilmu, yani maana yake anahitajia kukamilika. Dalili ya pili au kauli nyingine ni kwamba Mwenyezi Mungu, je, ana mwisho? Mwenyezi Mungu hana mwisho. Sasa unaposema ya kwamba nimemfikia Mwenyezi Mungu, tena hakuna tena, nimemjua Mwenyezi Mungu tena kuisha, basi ukishakuwa umemjua Mwenyezi Mungu, kujua maana yake ni kwamba, hebu tuchukulie kama mfano taa unayomulika. Maana ya taa kumulika au tochi kumulika mahali ni kwamba imeweza kumulika ile sehemu, tena giza imeondoka. Sasa taa ile, kiwango cha giza kitakachoondoka ni kiwango cha ile taa mahali imefika. Sasa na taa inapokuwa ni pana zaidi, yani dimension ile inayochukua ikiwa ni pana zaidi, ndio inaweza kuwa nini, inachukua na kuenea maeneo mali. Yani maana yake ni kwamba tunapolinganisha mahali penye kumulikwa na mahali penye na kitu chenye kumulika, ni kwamba tunasema kwamba chenye kumulika ni kikubwa zaidi kuliko chenye kumulikwa. Lau kama kingekuwa kikubwa zaidi kuliko chenye kumulika, yani mahali ambapo kinamulika, basi kingekuwa hakiwezi kumulikika chote. Sasa ilmu, mnaposema ya kwamba umejua kitu, yani kwamba umekishika chote na umekienea chote.
Sasa tunaposema kwamba mtu amemjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu, maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu ameingia kwenye kiwango hiki cha elimu yako, yeye amekuwa mdogo zaidi. La sivyo basi haungeweza kumshika wote kwa mapana yote. Sasa Mwenyezi Mungu kwa vile hana mipaka, hakuna wakati utakapoweza kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu mambo yake kila siku, kila yaumin huwa fi sha'an, kila siku yuko na mapya. Qur'ani hata tunavyosema, na mojawapo ya ndio tuweze kufahamu pia Lailatul Qadri ni kwamba kila mwaka Qur'ani, kama Qur'ani itakuwa imekwisha, basi Lailatul Qadri itakuwa imekwisha. Lakini kila mwaka kuna Lailatul Qadri, na mojawapo ya dalili kwamba malaika pia wanashuka. Tanazzalul malaikatu, malaika wanashuka min kulli amr, waruhu, pamoja na ruhu. Na ruhu kama tukirudi hivi napiga haraka yani bila kufafanua sana. Ar-ruh ni ndio mojawapo ya njia ilmu ya mitume maimamu ni kupitia kwa Ruhul Qudus. Elimu yao ni kupitia kwa Ruhul Qudus. Huyu ruh anashuka katika Lailatul Qadri, kama vile pia kuna hii aya, hata kama labda sijaikumbuka vizuri nisisahau, inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu wa nazalna alayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala iman, hakika tulikuteremshia ruham min amrina. Hii ruhu ambaye imetoka kwenye amri ya Mwenyezi Mungu. Katika ulimwengu wa amri kuna ulimwengu wa khalq na ulimwengu wa amri. Hayo kwa kuelezea tu juu ni kwamba hii inatoka katika ulimwengu huo, ruhu aliyo ni Ruhul Qudus, ambayo ma kunta tadri, ulikuwa hujui kitabu wala iman, ulikuwa hujui kitabu wala iman. Sasa hii ruhu ndio inayotumika, ndio njia ya kuweza kuipokea Qur'an, na ndio inashuka katika Lailatul Qadri. Lailatul Qadri kila mwaka kuna Lailatul Qadri, wanashuka malaika kwa nani? Kwa wasi na imam wa zama hizo. Na maana ya kushuka kwenye Qur'an ni kwamba ilishuka yote kwa kifua cha mtume, lakini kushuka huku kwingine ni nini? Ta'wili ya Qur'an, ufafanuzi na utumikizi wa Qur'ani. Yani Qur'ani lau kama ingekuwa imekwisha, basi ingekuwa hakuna tena Lailatul Qadri. Kwa hivyo tunamhitajia mtume, anahitajia, anazidi kukamilika, na maimamu pia wanakamilika, kwa hivyo wanahitajia. Na tukiongezea na dalili nyingine ni kwamba sisi tunasoma katika dua Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa taqabbal shafa'atahu wa qarrib wasilata, yani Mwenyezi Mungu mswalie mtume Muhammad na kubalia shafaa yake na ukurubishe nini? Wasila wake, yani tawasuli yetu awe atakuwa ni wenye kutufanyia tawassul. Warfa darajata, na Mwenyezi Mungu mpandishe daraja. Bali kuna nyingine zinazosema ya kwamba, kwa mfano Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salatan tarfa'u biha darajatahu, swala mswalie mtume salawat ambayo inampandisha daraja. Kwa hivyo kauli ya pili inasema, kwa mukhtasar, nimezungumza maneno mengi, kwa mukhtasar ni kwamba kauli ya pili inasema ya kwamba mtume anafaidika na hizi salawat na zinampandisha daraja. Na maana ya daraja huko ni kwamba anahitajia kila siku kupanda daraja za kumfikia Mwenyezi Mungu, hata ingawa daraja hizo hatuwezi kuzifahamu, ni daraja za juu sana ambazo sisi hatuwezi kuzifahamu na hatuwezi kuzifikia. Na kila siku anazidi kumkurubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haimaanishi kwamba basi pia hata watu wakishafariki, baada ya kufariki na kuingia peponi, kutakuwa tena hakuna tena kukamilika. Ukamilifu bado upo. Mwenyezi Mungu hatuwezi kumfikia na hatuwezi kufikia daraja zote ambazo ya kwamba sasa tena hatuna haja tena ya Mwenyezi Mungu, bado tunakuwa. Kauli ya tatu ambayo ndio tunaichagua sisi, tunasema ya kwamba zote hizi ni sawa, yani kwamba sisi tunafaidika na mtume anapanda daraja, tunahitajia. Na kama vile tumeona hizo hadithi zenyewe zote zinasema ya kwamba ukiswali moja unapata 10, kwa hivyo tunapata daraja. Bali
kuna hadithi ambayo ipo, mtu mmoja anasema alimwambia Imam Sadiq alayhi salam, akasoma yani mbele ya Imam Sadiq alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ahli baiti Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Naona tumeanza kudhoofika. Salawati hizo zote zimeenda wapi? Ndio tunataka kupanda, tunashuka chini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tunaambiwa kwamba dhikru Ali ibada. Dhikri, kumtaja na kumkumbuka Imam Ali ni ibada. Kumkumbuka mtume ni ibada. Kumkumbuka Mwenyezi Mungu kumtaja ni ibada. Na kumswalia mtume pia ni ibada, kwa sababu inatuunganisha. Tumesema ni swila, kiunganishi cha sisi na mtume, kinachotuunganisha. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bali hata ukisema tu utaje kutoka asubuhi mpaka usiku, mpaka yani jioni, magharibi, tuseme mpaka asubuhi, unataja tu, unakuwakumbuka, basi ni ibada kubwa. Kama vile tumesema salawati ndio ibada kubwa kabisa. Yani ikiwa utaswali na kumkumbuka ni daraja kubwa. Bali ilmu pia ya kuwajua Ahlul Bait na kupata maarifa, hakuna daraja kubwa kama, au ibada kubwa kama hiyo. Sasa ni hadithi hii ambayo tutaifaidika kwa maana mbili. Jambo la kwanza za kuunganisha haya maana tumezungumza, kuyapa nguvu, ni kwamba mtu alimjia Imam Sadiq alayhi salam, akamwambia kwamba akamswalia mtume, alimswalia mtume mbele ya imam, akasema Allahumma salli ala Muhammadin msikize kauli wa ahli baiti Muhammad. Hakusema wa ali Muhammad, alisema wa ahli baiti Muhammad. Faqala Sadiq, Imam Sadiq akasema, si makosa kusema hivyo, lakini Imam Sadiq akamwambia ya hadha, akamwambia wewe fulani huyu, laqad dhayyakta alaina, umetubana. Kwa nini umetubana hivyo? Ama alimta anna ahlal bait khamsatu ashabul kisa, je hujui ya kwamba neno hili ahlul bait ni mahsusi kwa watu watano ambao ni ashabul kisa? Faqala, yani yule mtu akasema, kaifa aqul, basi kama nimesema fanya hivyo nimekosea, basi niseme vipi? Akasema qul Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa nini aseme hivyo? Fanakunu nahnu wa shi'atuna kad dakhalna fihi, basi kwa kufanya hivyo utakuwa umetuingiza sisi, yani maimamu hao wengine na mashia wetu, watakuwa wamepata nini? Ile faida ya kumswalia mtume. Kwa hivyo unaposema wa ali Muhammad, kimaana hata kama ali ni maimamu wale pekee yao, lakini mashia wao pia wanaingia katika hiyo, wanashamiriwa na hiyo. Lakini ukisema wa ahlu baiti itakuwa ni jina mahsusi, kama vile aya inma yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, waliokuwa katika sala ala Muhammad wa ali, waliokuwa mahsusi, walioshukishiwa au iliposhuka hii aya ilikuwa inawahusu watano. Sasa hao wengine wameingia kwa dalili nyinginezo ambazo zipo. Na sasa swali nyingine ni kwamba nini falsafa au siri iliyoko katika swala, yani maana yake tumesema kilugha ya kinini. Sasa tuingie ndani kidogo, inaonyesha nini au ina falsafa gani kumswalia mtume? Mwanzo kabisa, kama tulivyosema, swala asili yake ni anini? Asila, ni kuunganika, yani kuunganisha kitu kwa kitu kingine. Sasa sisi tunapokuwa tunamswalia, hii ni maana ya kwanza, siri ya kwanza, falsafa ya kwanza iliyoko katika kumswalia mtume ni kwamba Mwenyezi Mungu ametaka sisi tuwe pamoja na Ahlul Bait. Tumeamrishwa kwamba kul la as'alukum alayha ajran illa almawaddata fil qurba. Tumeamrishwa kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba sitaki, anamwamrisha mtume ya kwamba sitaki malipo yote isipokuwa kuwapenda Ahlul Bait. Sasa miongoni mwa mambo
ya kuwaunganisha sisi, kujiunganisha ni salawat. Kwa kumswalia mtume tutakuwa tunalete uhusiano baina yetu na Ahlul Bait. Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, yani wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu na wakatenda mema, Mwenyezi Mungu atawajalia, ambaye ni Ar-Rahman, wudda, mahabba. Haya mahabba ni mahaba ya kuwapenda Ahlul Bait. Sasa kule, na pia kila siku tunasema ihdina siratal ladhina an'amta alaihim, tuongoze njia iliyonyooka, au tuthibitishe na tubakishe katika njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alaihim, wale ambao Mwenyezi Mungu ameneemesha. Ni nani hao? Ahlul Bait, na alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina ulaika hasuna ulaika rafika. Yani hawa as-shuhada was-siddiqina na nani hawa ndio an'ama Allahu alaihim. Sasa kwa kuwasalia tunaweka asila, uhusiano baina yetu na wao daima, na Mwenyezi Mungu hakutaka uhusiano huu ukatike, na kwa njia hii akatuamrisha tuwe ni wenye kuwasalia daima. Na kwa kuwasalia huku tunakuwa tunazidisha mahaba yetu na uhusiano wetu, kwa sababu kawaida mtu anapotaja kitu kila wakati, anapokumbuka kitu kila wakati, huwa anakipenda. Angalia hata siku hizi hii kaida au kanuni inatumika ya kwamba kukariri kitu kunakuwa kuna uhusiano ulioko baina yako na kitu kile. Sasa hivi advertisement zile ambazo wanafanya, watasema kwamba ununue kitu fulani, badala ya kuambia ununue kitu fulani wataleta advertisement, itarudiwa. Unapoona program fulani inarudiwa katikati, ulikuwa ukitaka kuendelea program, wakati imefika mahali ambapo unataka kujua zaidi kinachoendelea kwenye filamu ile, wanakuletea nini? Advertisement ya kitu kile. Na kila wakati unarudiwa mpaka mwisho utakuta kitu kile unakipenda na unakuwa na uhusiano nacho. Media ambayo iliyoko, siasa iliyoko kubwa ni hii ya kwamba kila siku utaona maneno fulani mpaka utaona ya kwamba maneno yale ni mepesi. Maovu tunayaona kila siku, wanawake bila hijabu, unywaji wa pombe na mambo kama haya kila siku, mpaka tutaona ya kwamba mambo ni mepesi, utakuwa tena una uhusiano na mambo yale. Kule kukariri kwa kitu kunalete uhusiano, na ndio tunaambiwa tujikoeshe. Kwa nini tunaambiwa tukae na tasbih kila wakati tunamkumbuka Mwenyezi Mungu? Ule uhusiano. Kumswalia mtume kunalete uhusiano na kunalete neno lenye salatu, swila yenyewe inakuwa inapatikana. Hiyo ndio mojawapo ya falsafa na siri iliyoko katika jambo hilo. Kama vile pia tumeona katika hiyo hadithi inatuletea uhusiano mwema, kwa sababu tunaona hadithi hiyo ambayo imesema, tumesoma mwisho, ni kwamba Mashia pia wanahusishwa na wanapata zile baraka za hiyo as-salawat. Pia miongoni mwa mambo faida zilizoko ni kwamba salawat yenyewe ni jambo la kukiri ya kwamba wana haki, kwa sababu kama mtu hamswali mtume, yani kama hakubali ya kwamba wana haki juu yetu, huwezi kuwaswalia. Na ndio sababu utakuta wale ambao wanawachukia hawataki hata kumswalia. Utakuta wengine hata wanaposwalia ni sasa ale, ile sio hata salawat, sasa ale, wamekata maneno. Utawasikia wanaposema, yani hawataki kulitamka, ni kuchuki, ni kunini, kulazimishwa. Ile sallallahu alayhi wa ali, soma sasa ale, yani nini maana yake? Haina maana. Hata mwenyewe Mwarabu utakuta anatamka maneno ambayo kwa kweli hata akitamkwa yani anachukia tamko hili. Sasa lakini mtu ambaye anakuwa amekiri ya kwamba amekubali ya kwamba wana haki juu yao, wako na haki juu yetu, basi atakuwa ni mwenye kuswali. Na hili jambo linatufanya kwenye shuuru na hisia zetu tupate tuhisi udharura wa kuwafanyia nini, kuwatetea na kutekeleza haki zao zile ambazo ziko juu yetu. Miongoni mwa mambo pia ambayo ni siri au ni falsafa zilizoko kwenye nini, ni kwamba hii salawat ni moja wa milango ya rahma. Yani Mwenyezi Mungu anatuteremshia rahma kwa kumsalia mtume, na hili jambo linatufanya tuhisi ya kwamba hii rehma ambayo tuko nayo, tunapata ya kwamba wao ni chemchemi ya rahma.
ni sababu ya kupata rahma. Mwenyezi Mungu anapoteremsha rahma yake haitufikii kwa njia moja kwa mara moja, bali inapitia kwao alafu kisha inatufikia. Na pia na ndio tunapata maana ya ile aya inayosema Mwenyezi Mungu amemtuma mtume akiwa rahmatan lil alamina, akiwa yeye ni rehma kwa watu wote, kwa viumbe wote. Kwa hivyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambazo zinatusaidia kufikia mambo haya. Sasa nikimalizia maneno ya mwisho ni kwamba mtume, hii swala ametuamrisha tumswalie mtume Mwenyezi Mungu, lakini kumswalia kwa njia maalumu, si kwamba tumswalie tu hivi. Na tunapata ya kwamba mtume hawezi kuswaliwa akiwa peke yake, kwa sababu kuna uhusiano mkubwa baina yake na ahlul bait. Wamefikia daraja ya kuwa hawawezi kutengana, ambapo tunakuta katika wakati walipokuja wale wa Kristo wa Najran walipotaka kuwapizana na mtume, na mtume aliwatoa waliokuwa bora kabisa ambao walikuwa ni ahlu bait wake. Na hii aya tunaona ya kwamba uhusiano ulioko baina yake na hawa. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Alisema ya kwamba njooni tuwaite watoto wetu na watoto wenu, na wake zetu na wake zenu, na nafsi zetu na nafsi zenu, kisha tuambe kiapo tuwapizane, kisha na tumjalie yule muongo ndio atakayeteremkiwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunakuta ya kwamba mtume aliwatoa kwa sababu walikuwa wana daraja moja, wako katika uhusiano mkubwa na mtume. Tunaona ya kwamba Ali alayhi salam ni nani? Nafsi ya mtume. Sasa itakuwaje yeye akiwa ni nafsi ya mtume, utamtenganishaje na mtume? Ma salli ala Muhammad. Haiwezekani kumtenganisha. Unapomswalia mtume haiwezekani kumtenganisha. Rahma anayopata, dua inayopata mtume, Imam Ali pia anaipata. Inabidi iwe pamoja, na siye peke yake na kizazi chake. Na ndio tunaona pia inna ma yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa, wametakaswa wote wametakaswa kwa pamoja. Mtume aliwaona watu wengine wakimswalia wakakata swala hii, hawakuwataja ahlul bait. Mtume akamwambia la tusallu alayya salata albatra, msiniswalie swala iliyokatika. Faqalu wama salatu albatra, wakamuuliza ni swala ipi ambayo iliyokatika, yani isiyokuwa na mkia, kwa sababu mnyama ambaye hana mkia wanamuita abtar, aliyokatikiwa. Qalu, na neno hili ambalo tunaliona ni muhimu sana, ndio tunaona ya kwamba pia tukiunganisha na aya sura Al-Kauthar tunaona uhusiano mkubwa. Wale Waarabu walimwambia mtume ya kwamba yeye ni abtar, yani amekatikiwa, hana kizazi baada yake. Mwenyezi Mungu akamteremshia aya kumwambia kwamba yeye sio abtar, wao ndio abtar, waliokatikiwa. Na kwa nini? Kwa sababu alikuwa na bibi Fatima na kizazi chake kitakuwa na kitaendelea. Inna atainaka al-kauthar, hakika sisi tumekuteremshia, tumekupatia nini? Kauthar. Kauthar maana zimekuwa tofauti, yani kathirul khair, ana khairi nyingi. Ina maana pia kauthar, maji ya kauthar, na pia ina maana ya kwamba kizazi ambacho ni kikubwa kisichokuwa na mwisho, yani masayid, wametokana na bibi Fatima. Sasa inna shani'aka, hao wenye kuchukia ndio abtar, waliokatikiwa. Sasa hawa kwa kukata uhusiano, yani wanataka kuonyesha mtume hana kizazi, hana mtu, na ndio mtume anasema msiniswalie salata albatra, yani kama wale wengine walivyonifanya mimi, sina kizazi, sina watu baada yangu. Qala taquluna, wakasema vipi?
tuswali vipi? Mtume akasema taquluna Allahumma salli ala Muhammad wa taskutun, yani kusema nini? Kumswalia mtume alafu mnasema Allahumma salli ala Muhammad kisha ukanyamaza. Bal qulu, bali semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hili jambo ni muhimu sana, hata ingawa kuna wengine wamekuja wakafanya kinyume chake kama tukavyosema. Miongoni mwa maulama ambao sio katika maulama wafuasi wa Ahlul Bait, kiongozi ambaye ni msomi, ani maarufu sana katika maulama wa Ahlus Sunna, anaitwa Fakhrur Razi. Anaelezea maana ya salawat, maneno muhimu sana, na zaidi anazungumzia kuhusu nini hii ali Muhammad. Anasema ya kwamba ad-du'a lil-al, yani kuwaswalia ali Muhammad, yani wa ali Muhammad, mansabun adhim, ni cheo kikubwa kitukufu sana kuwaswalia hawa. Yani vile Mwenyezi Mungu amesema ya kwamba na hawa pia waswaliwe, hicho ni cheo kikubwa. Walidhalika ju'ila hadha ad-du'a, yani as-salawat, na ndio sababu hii dua au salawat imejaliwa khatima tashahhud, imewekwa mwisho wa tashahhud. Yani mtu anaposwali kabla ya kutoa salamu katika swala tunamwasalia hawa, kama vile nani huyu anaitwa Shafi alisema ya kwamba man lam yusalli alaykum la salata lahu, yani mwenye kutowaswalia katika swala, anayekosa kuwaswalieni, awe ni Shia, awe ni Sunni, awe ni nani, anayekosa kuwaswalia maimamu Ahlul Bait katika swala yake ni batil. Wao wanasema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin Allah innaka Hamidum Majid, wa Allahumma arham Muhammadan wa ali Muhammad kama rahimta ala Muhammad wa ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Kwa ujumla ni kwamba hawawezi, sala haiwezi kusihi bila kuwaswalia, na ndio anasema ya kwamba ndio ujue utukufu wao, wamewekwa katika tashahhud katika sala. Wa kauli yake ni kusema Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad warham Muhammad wa ali hadha anasema kwamba hadha ta'dhim la yujad fi ghairi al-al, hii huku kutukuzwa huku hakuna aliye nako ila tu Ahlul Bait peke yao ndio, sio sahaba wala nani. Fa kullu dhalika, hizo inaonyesha nini? Yadullu ala hubbi Muhammad, wujub hubbi ala hubbi Muhammadin wa ali Muhammad wajib. Na hii inaonyesha wazi ya kwamba kuwapenda ali Muhammad ni kitu ambacho ni wajib. Sasa mwenye kukataa atakuwa amekikataa kitu ambacho ni wazi, ambacho kilichoko kwenye Qur'an, kilichoko kwenye hadithi. Na kisha anamalizia kwa kusema kwamba wa ahlu baitihi sawuhu fi khamsati ashiya, yani ahlu baiti wa mtume wako sawa na mtume katika mambo matano. Haya mambo matano mtume na ahlu baiti wake wako pamoja, wanashirikiana, wako sawa. Jambo la kwanza, fi salati alayhi wa alayhim fi tashahhud, kitu cha kwanza kuwasalia katika tashahhud. Pili, fi salam, katika kutoa salamu, wanapotolewa salamu. Na huenda akawa anakusudia labda kusema ya kwamba tunapowataja tunasema alayhi salam, watu wengine hawasemi alayhi salam. Au ikiwa labda hakusudio, anakusudia katika nini, tunaposema sallallahu alayhi wasallam, labda pia sallallahu alayhi wa alihi wasallam, labda anakusudia hivyo. Lakini almuhimu ni kwamba hakuna mwingine anayetolewa salam ila yeye. Na fi tahara, pia katika tahara wako sawa, wao ni tahara, wameruhusiwa kuingia msikitini, yani damu zao ni tahara na hawana machafu. Yani maana yake ni kwamba hata wanapokutana akiwa labda hawana janaba, kwa lugha nyingine, wanaweza kuingia msikitini na watu wengine hawaruhusiwi, bali watu wote walitolewa na mtume ya kwamba na Mwenyezi Mungu watoke kwenye msikiti kwa sababu walikuwa hawana tahara.
ama hawa ni tahara, damu yao ni tahara. Na pia katika kuharamishiwa sadaka, hawali sadaka. Na jambo la 5 ni kuwapenda pia. Kwa hivyo mambo hayo ndiyo ambayo yamefanywa kuwa wako sawa. Sasa sikitiko ni kwamba, sikitiko ni hili: watu kwa sababu ya kuwachukia, na hasa Imam Ali ambaye alikuwa ndio kiongozi wa Ahlul Bait, kwa sababu ya kumchukia, kwa sababu ya kuwahusudu, kwa sababu ya kuwa na chuki mioyoni mwao tangu wakati wa Mtume ambazo walikuwa wamezificha, walikuja kwa sababu walijua salawati ni tukuzo kwao, ni jambo muhimu, linaonyesha utukufu wao. Basi walitafuta njia za kuondoa jambo hili, wakashindwa kutoa asli ya salawati, kwa sababu wakitoa basi watakuwa wametoka kwenye Uislamu na pia watakuwa wamepinga waziwazi Qur'an. Sasa wakabadilisha neno hili wengine wakalitoa kabisa, na wengine wakalibakisha, lakini wakaongeza jambo lingine, wakasema ya kwamba wasahbihi, yani na masahaba wake, na hali ya kuwa Mtume hakuamrisha jambo kama hili. Walifanya vipi? Ukiwauliza imekuwaje, mna dalili gani ya kuingiza neno kama hili wasahbihi, wenye wajuzi wao wanasema kwamba tumetumia kitu kinachoitwa al-qiyas. Al-qiyas ni kwamba wanaangalia, wanasema, na mtu aliyekuwa zaidi anatumia al-qiyas katika fiqh yake ni Abu Hanifa. Na kwa upande Imam Sadiq alayhi salam alipokutana naye na kumuuliza, akamwambia, mimi nasikia kwamba unatumia qiyas. Qiyas ni kulinganisha, ya kwamba ikiwa kitu hivi, kwa mfano wanasema kwamba ikiwa choo kikubwa, kwa mfano uwezo kutumia kwa mfano makaratasi, au unaweza kutumia kitu, na mikojo hauwezi kutumia isipokuwa maji, basi mikojo ni najisi zaidi kuliko choo kikubwa. Sasa hiyo ni kwa fikra zako, ni kiasi kwa kupimanisha, alafu ukatoa hukumu, na haiwezekani. Mwenyezi Mungu amekataza kiasi. Sasa hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo wanavyotumia kiasi. Inayotumika, kuna kiasi ambayo wengine maulama wanasema inaitwa mansusul illa, hiyo hatuna haja ya kuelezea. Lakini kiasi hivi hivi, yani mpaka iwe sababu imetajwa kwenye hadithi, kwenye aya, ndio sababu uweze kulinganisha kwa kutumia kitu hicho. Yani kwa mfano nikielezea kwa undani zaidi ndio labda ieleweke zaidi, ni kwa mfano hadithi imekuja ikatuambia kwamba pombe ni haramu. Sababu ni nini? Ni kwa sababu inalewesha. Neno hili kwa sababu inalewesha, uweza ukatoa kutokana na hii hukumu ukaingia kwenye vitu vingine. Sasa kwa mfano bangi, ukiuliza utasema ya kwamba ni haramu. Kwa nini? Kwa sababu inalewesha. Kwa sababu hiyo hiyo ambayo iliyotajwa kwenye hadithi ndio tunaingia, hata kama hatukuambiwa kwenye kitabu ya chochote au hadithi yote imesema ya kwamba bangi inalewesha. Kwa hivyo chochote ambacho kinalewesha, iwe ni bangi, iwe ni miraa, iwe ni dawa za kulevya, hizi zote zinaingia kwenye nini? Chini ya hukumu. Hiyo ndio inaitwa qiyas, ambayo inaitwa mansusul illa, yani imetajwa sababu yake kwenye hadithi. Ama kitu ambacho hakijatajwa haifai kusema qiyas. Sasa Imam Sadiq alayhi salam alimwambia huyu Abu Hanifa ya kwamba nimesikia kwamba unafanya qiyas. Akamwambia awwalu man qasa Iblis, mtu wa kwanza aliyefanya qiyas ni Iblis. Alilinganisha akasema, mimi siwezi kumsujudia Adam. Kwa nini? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, yani mimi umeniumba kwa mchanga, kwa moto, na yeye umemuumba kwa udongo, na udongo maana yake moto ni bora. Yani akahukumu akasema moto ni bora kuliko udongo. Kwa hivyo moto aliyeumbwa kwa moto hawezi kusujudia aliyekuumbwa kwa nini? Kwa udongo. Kwa hivyo mimi simsujudii. Sasa anasahau ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye amemwamrisha. Sasa anajifanya ni mjuzi zaidi kuliko Mwenyezi Mungu. Sasa alifanya qiyas. Sasa tukirudi hapa, wao ndugu zetu wenye kutoa dalili wanasema kwamba kwa nini tunaongeza sahaba?
tunasema ya kwamba, wanasema ya kwamba sahaba wako bora zaidi kuliko hawa Ahlul Bait, kwa sababu masahaba walikuwa masahaba na Ahlul Bait sio wote walikuwa masahaba. Kwa hivyo hawa ni watukufu zaidi kwa sababu walikuwa ni masahaba kuliko hawa ambao walikuwa sio masahaba. Kwa hivyo ikiwa tunaweza kuwasalia hawa, basi tunaweza kuwasalia na wale pia ambao ni bora kuliko. Kwa hivyo wakaingiza neno hili wasahbihi. Basi kuna wengine kando ya hapo walizidisha, au kuna wengine kwa chuki wamefanya makuu, bali wakafanya nini? Hiyo ni mojawapo ya vitu miongoni mwa mambo ambayo msingi wa jambo hili umetokana na Banu Umayya, kwa sababu walikuwa ni wenye chuki kwa Ahlul Bait na walimchukia Ali na walimhusudu Ali. Muawiya ambaye ni muasisi wa chuki kwa Ahlul Bait, si kama mtu binafsi, bali kama harakati ambayo ni kubwa sana, ambayo sasa hivi imefikia kiwango cha ulimwengu mzima kwa sababu ya kumchukia Imam Ali na kuwachukia wenye uhusiano na Imam Ali, mpaka kufikia kuwakufurisha. Ni huyu Muawiya tunamsikia katika kutia na kuasis chuki hasa kwa Imam Ali na wengine. Tunamsikia anawaambia wafanyikazi wake, anawaambia kwamba inni bari'tu dhimma mimman rawa shay'an min fadli Abi Turab wa ahli baiti. Yani mimi niko mbali, najitenga na dhima yangu pia naitenga kutokana na nani? Na mtu yoyote ambaye anataja riwaya za kumtukuza Ali, yani Abu Turab, Abu Turab yani Imam Ali na ahli baiti wake. Sasa watu wake ambao ni makhatibu ambao walikuwa ndio wenye kutoa khutba katika kila mji na mimbar, waliposikia hivyo, kwa sababu ndio kiongozi wao, basi wakaanza kujitenga na Imam Ali na wakaanza kumtaja kwa mabaya pamoja na Ahlul Bait wake. Na miongoni mwa mambo hayo ni kukata, asitajwe hata katika salawati, wasitajwe Ahlul Bait katika salawati. Kisha anasema ya kwamba la tatruku khabaran yarwihi ahadun minal muslimin, msiache habari au hadithi yoyote yenye kutajwa na yeyote katika Waislamu, illa wataatuna bimunaqidhin lahu fi sahaba, ila tu mje na kinyume chake katika masahaba. Fa inna hadha ahabbu ilayya wa aqarru kwani hili ni jambo ambalo mimi linanifurahisha na linaingia kwenye moyo wangu zaidi, lenye kufurahisha jicho langu kulituliza. Wa adhadhul hujja li hujjati Abi Turab, na hili jambo litakuwa ni lenye kuvunja hoja na dalili za Abi Turab Ali alayhi salam. Yani Ali si ana sifa chungu zima mbele ya watu kutoka kwa Mtume. Sasa ili kuangusha dalili na utukufu wake, akawa anatengeza hadithi za uongo za kuwasifu masahaba. Mama Ali akanyang'anywa sifa zake, wengine wakapatiwa, wengine wakaitwa Al-Faruq ambaye ni sifa, wengine wakapatiwa As-Siddiq, na Ali yakuwa Siddiq wametajwa ni ya kwamba walikuwa Siddiq katika umma ni watatu tu. Kuna mu'minu ali Firaun na sahibu ali Yasin na Ali. Hawa ndio wanaitwa ndio as-siddiqin, na hakuna aliyowafikia na kuwatangulia. Sasa lakini wakapatiwa wengine, wakapatiwa jina as-siddiq na majina mengine na sifa zote wakanyang'anywa. Anasema hii mkifanya hivi, adhadhu li hujjati Abi Turab wa shi'atihi, na mashia wake, wa ashaddu alaihim, na itakuwa ni kali kwao, min manaqibi Uthman wa fadli, wa ashadda alaihim, na mtaje zaidi sifa za nani? Za Uthman na fadhila zake. Hayo ndio walivyofanya, kiasi kwamba tunapata ya kwamba Imam Ali akawa hajulikani katika umma wake katika zama hizo, ikawa
hata Imam alipouawa katika Al-Kufa, wengine walishangaa wakawa wanasema amekufa kwenye msikiti, kwani alikuwa kiswali? Yani kiwango hicho, kwa muda mfupi huo wameharibu sifa zake kiasi kwamba watu hawamtambui, watu hawamjui, mpaka watu wa kawaida wanafikiria ni mtu. Ndio hivyo, na hata yale aliyotokea pia katika Karbala, baada ya Karbala wakawa wanatembezwa kizazi cha Ahlul Bait kwenye kila sehemu, watu hawajui sifa zile akina Muawiya wamewapa, wanasema hao wametoka wamemuasi khalifa, hawa ni waasi, na ndio sababu wanafanywa hivyo kuadhibiwa. Watu hawajui ni Ahlul Bait salawatullahi wasalamu alayhi. Sasa sasa baada ya hayo turudi kwenye siku yetu hii, tuzipeleke hisia zetu na fikra zetu huko Al-Kufa, tuone katika usiku huu, katika siku kama hizi, ni yapi yaliyotokea. Kufa ilikuwa katika hali gani? Al-Kufa ambapo Imam ameishi, wako naye kila siku. Hebu tufikirie na sisi tungekuwa tuko kule, tungekuwa na hisia gani? Tungekuwa tunawahisi vipi vile wale waliokuwa karibu na Imam? Usiku wa 20 kuna tabibu ambaye aliyeletwa, ambaye alikuwa ni tabibu bora kabisa baada ya Imam alayhi salam kupigwa kwa upanga. Kuna tabibu mzuri sana ambaye aliletwa, alikuwa kiitwa Urwatus Salal. Akaambiwa amwangalie Imam, amtibu, aone hali yake itakuwaje. Sasa yule kwa ujuzi wake akaleta au akaamrisha mapafu ya kondoo yaletwe, akatoa mshipa katika mapafu yale, kisha akaingiza mshipa ule kwenye kidonda kile cha Imam alayhi salam. Kile kidonda alipotoa ule mshipa ulikuwa umebadilika rangi yake, ulikuwa mweupe kabisa. Basi akawa amefahamu ya kwamba basi siku zimemwisha. Yeye mwenyewe subira akawa hana, kutokana na hali ile. Akawa anamwambia Imam, na huku analia, anamwambia Imam, toa wasia wako, kwa sababu huyu muovu ameshafanya kazi yake, tena hauna umri tena wa kuendelea. Basi watu walilia kiasi cha kwamba hata mji wenyewe watu wakawa wakisikia sauti zinatoka kwenye nyumba ya Imam Ali kutoka nyumbani kwake, wakawa wanakusanyika na wakisema, wakitaka kujua na kulia pia hali kutokana na hali ile walioiona. Kuna mayatima, watoto wadogo ambao walikuwa kimpenda Imam Ali alayhi salam, ambao wazazi wao walikuwa wameuawa. Yeye alikuwa ndio baba yao, alikuwa kiwaangalia na kuwatembelea na kuwajulia hali. Imam, wale watoto waliposikia kwamba Imam hali yake ni mbaya hii, wakawa wanasema kwamba ni kitu gani chaweza kumfaa. Wakasikia kwamba maziwa ni mazuri kwa mtu ambaye amepatwa na sumu. Wakaja watoto, kila mmoja amebeba bakuli lake, wanamletea kwenye nyumba ya Imam Ali. Wanasema kwamba Imam atumie maziwa haya, huenda hali yake ikawa mzuri. Lakini wapi, hali ilikuwa inazidi na Imam alikuwa anazidi kudhoofika. Katika usiku wa 21 Imam akafanya nini? Ikawa anaangalia watoto wake wakimlilia wote. Basi akawa anaangalia, machozi yakawa yanamtoka, yakimdondoka, na huku yakawa yanamwagika, hata yakichanganyikana na damu ambayo ilikuwa iko. Mtume alikuwa amemwambia kwamba wewe utapigwa upanga na utakuja kwangu ukiwa ndevu zako zimejaa damu. Na Imam siku nyingi zote alikuwa amekaa, alikuwa hapaki rangi kwenye ndevu zake, akisema kwamba Mtume aliniahidi, akasema kwamba rangi yangu ya ndevu zangu itakuwa ni damu yangu. Imam akawa anaangalia na kulia,
Kisha akawa anatuliza, akawa anazungumza na wanae, anawaambia, anawapatia tazi ya yeye mwenyewe, anawaambia poleni, mimi leo inabidi kuwa ndio niondoke, ndio siku wangu wa kuondoka, inabidi niondoke. Akamwambia mwanawe Hassan ya kwamba, kampatia wasia wake, mimi nitakapooga wewe utaniosha na utaniweka kafan na utaniweka hunut ambaye ni imetokana, ilikuwa ndio iliyobaki ya mtume iliyokuwa imeletwa kutoka na malaika Jibril kutoka peponi, iliyobaki anasema utaitumia na kunipaka kwenye sehemu zangu, viungo vyangu vya kusujudia. Kisha akamwambia, mkishaondoka mnielekeze huku mbele, msibebe jeneza langu, kwani huku mbele kutakuwa na malaika ambao ndio watakaoelekeza mahali mtakaponizika. Kisha na akamwambia, uniswalie, na ukiniswalia unisomee takbiri 7, na hakuna ambaye inajuzu kwake baada yangu kuswaliwa na kupigiwa takbira 7 ila tu imam wa 12 atakayekuja, yeye ndiye atakayeswaliwa, atakaposwaliwa ataswalewa na takbira 7. Basi saa zikawa zimekaribia, huu ni wakati wa kuaga. Akawa na waaga na kuambia kwamba wakati umefika ya kwamba mimi nikutane. Akawa anasema ya kwamba ndio huyu anawaona, ambia ndio huyu mtume sallallahu alaihi wa alihi, ndio huyu ami yangu Hamza yuko hapa mbele yangu, ndio hao maswahaba wamekuja wananiambia njoo kwetu, wakawa wanaambia njoo haraka tunakusubiri. Alafu kisha akawa anamsabihi Mwenyezi Mungu, alikuwa akirudia na kumsabihi na Mwenyezi Mungu na kumtaja kila dakika, hali yake ikawa inabadilika. Basi akawa anazungumza na malaika, anawaambia kwamba rifkan bi malaikat Allah, yani nifanyieni wepesi ewe malaika katika kunitoa roho yangu, niondoe kwa wepesi. Akawa alafu kisha akawa jasho likawa linamtoka kwenye uso wake kwa umebadilika, pumzi ikakatika, mikono yake ikawa akainyoosha, alafu miguu yake akainyoosha, akakata roho. Binti yake Zainab na wakaanza kupiga makelele, wakaangua kilio na kumlia, wakusema wa imama wa aliya wa madhluma. Ikawa watu wameanza kukusanyika huko nje, waliposikia mji wote ukawa umebadilika, kila mtu analia na kupaza sauti. Imam ameondoka, ikawa watu wanajipiga nyuso zao, mashavu yao. Bibi Zainab akawa anapasua nguo zake kwa uchungu na maumivu. Wa imama rahimallahu man qala wa imama wa aliya wa madhluma. Haikuishia hapo. Baada ya kufa Imam, wakamuosha, wakamkusanya Imam Hassan, akamuosha kwenye chumba chake huko Al-Kufa, kamuosha na kumtayarisha na kumvisha kafani yake. Alafu wachache katika wale masahaba wao ndio walikusanyika kisiri, wakatoka usiku karibu na alfajiri, wakambeba kwenye jeneza kama vile walivyoamrishwa na mtume ya kwamba wambebe na huko mbele waache kuna yule ambaye atakaye kuwa mbele nao ni malaika. Basi wakambeba na hadi kufika sehemu Imamu alikuwa amewaambia kwamba mtakapofika hapo, mtakaponiswalia, baada ya kumaliza swala mnitoe kwenye
jeneza pale chini ya jeneza mahali mtakapotoa, ukitoa mchanga utakaokuwepo mtapata kaburi langu. Na walipata vile vile kaburi ambalo lilikuwa limetayarishwa na kipenzi chake ambaye ni Nabii Nuh alayhi salam. Kwa miaka mingi kwa ajili ya kumpenda Imam Ali alikuwa amemtayarishia kaburi lake, na lilikuwa limeandikwa, ameliweka na kulihifadhi, na likawa chini kule ndani limeandikwa hadha madaharahu Nuh li akhihi Ali ibn Abi Talib. Hii ni kaburi ambayo alimwekea kama akiba Nuh ndugu yake ambaye ni Amirul Mu'minin alayhi salam. Basi wakawa wamemzika na wamemmwagilia mchanga kama vile walivyoambiwa, na kisha akaambiwa afinike wasijue watu mahala ambapo walipozikwa. Sasa sikitiko ni kwamba wakati walipokuwa wakirudi, wakiwa njiani, basi katika njia walimpata kuna mtu kipofu maskini, alikuwa akilalamika na kulia huku ana siku kadhaa hajakula. Basi Imam Hassan na ndugu zake wakamwendea na kumuuliza, mzee una nini? Akawaambia kuna mtu ambaye kipenzi changu siku 3 sijamuona, sijui kaenda wapi huyu. Alikuwa yeye ndio alikuwa akinilisha, alikuwa akiniletea chakula hapa, lakini sasa simuoni tena. Wakamuuliza huyu mtu alikuwa na sifa gani? Akasema kwamba huyu mtu ajabu ni kwamba yeye alipokuwa kiketi alikuwa akisema ya kwamba maskini amekaa na maskini. Alafu kisha alikuwa akimsabihi Mwenyezi Mungu, akisabihi Mwenyezi Mungu, viumbe vyote, kuta na ardhi na nini zilikuwa zikimsabihi pamoja naye. Basi wakafahamu ya kwamba huyu atakuwa si mwingine ila ni baba yake. Alikuwa akimfuata, alikuwa akiwafuata maskini kokote walipo, na walikuwa hawapati shida kwa sababu walikuwa kitoa na kubeba chakula na mahitaji yao wote. Hakuna yule ambaye alikuwa na shida katika umma wake. Yeye mwenyewe alikuwa kila mkate uliokauka ilikuwa inabidi kuvunjwa ili aweze kula. Hataki kula chakula ambacho ni bora zaidi. Mavazi yake alikuwa kipigwa viraka ili awe sawa na watumwa na wahitaji. Basi yule kipofu akawaambia kwamba wakamwambia wenyewe kwamba sisi sasa hivi tumetoka kumzika huyu ambaye alikuwa ni baba yetu Amirul Mu'minin. Akasema basi nipelekeni niweze kuona mahali alipozikwa. Basi wakamchukua mpaka kufika mahali alipokuwa amezikwa Imam Ali. Alipofika pale akakumbatia kaburi lake, akawa analia na kusema umeniacha. Akamuomba Mwenyezi Mungu usinitenganishe naye. Akamuomba Mwenyezi Mungu kwa moyo safi kabisa. Mara naye pia roho yake ikatoka. Ataweza kuishi tena bila huyu imamu kipenzi? Sio mahitaji ya chakula, bali kipenzi kama hiki ni mtu hawezi kutengana nacho. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أشهدك أنه ما أصبح بي